Washirika wamekusanyika mjini Brussels, nchini Ubelgiji, ambapo mawaziri wa ulinzi wa NATO wameanza mazungumzo muhimu yenye lengo la kubadilisha kanuni za kushughulika na majeshi ya Urusi. NATO inajiandaa kuweka seti moja ya kanuni ambazo zitafanya iwe rahisi zaidi kushambulia ndege za kivita za Urusi zitakazoingia katika anga ya nchi wanachama. Ujerumani na Ufaransa zimesaini makubaliano ya utekelezaji kwa ajili ya mifumo ya onyo la mapema ya satellite inayoitwa Odin's Eyes, ambayo inalenga kuboresha uwezo wa kugundua uzinduzi wa makombora. Katibu mkuu wa NATO, Mark Rutte, amesema kuwa NATO itatekeleza hatua kadhaa mpya za kukabiliana na drones, hatua ambazo zitaimarisha na kuongeza kasi ya uwezo wa kukabiliana na vitisho vya aina hiyo. Miongozo mipya itaruhusu makamanda kulenga ndege za Urusi zenye kubeba makombora ya mashambulizi ya ardhini kulingana na mwelekeo wa silaha walizonazo. Si lazima ziwe zimeonekana kwa macho. Haya yanajiri wakati ndege na drones za Urusi zinaendelea kutishia anga ya Ulaya, jambo linalosababisha mikutano kadhaa ya dharura chini ya kifungu cha 4 nchini Estonia na Poland. Mwezi uliopita, ndege 3 za kivita aina ya MiG za Urusi ziliingia katika anga ya Estonia na kupelekea ndege za kivita za Italia aina ya F-35 kufanya ulinzi wa haraka. Ndege hizo za Urusi zilikuwa na silaha, lakini hazikuchukuliwa kuwa tishio la moja kwa moja. Hata hivyo, chini ya kanuni mpya, hali kama hiyo inaweza kusababisha hatua kali za kijeshi. Mpango huu lengo lake ni kuondoa tofauti za kitaifa na kujenga mfumo wa pamoja wa ulinzi wa anga na makombora. Kwa sasa, kila nchi inafuata kanuni tofauti. Nyingine zinahitaji uthibitisho wa macho, nyingine zinachukua hatua kwa kutumia data za rada pekee. Mfumo huo wa tofauti umekuwa ukichelewesha muda wa majibu na kuacha upande wa mashariki wa NATO ukiwa dhaifu. Estonia na nchi nyingine za Baltic zinataka ulinzi wa anga uende zaidi ya doria na uwe na operesheni kali za kijeshi ili kuruhusu kushambulia mara moja ndege za Urusi zitakapoonekana. Lakini nchi kama Hispania na Italia zinaonya kuwa hatua hiyo ni sawa na kuingia vitani na inaweza kufunga anga kwa safari za kiraia. Wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin ameongeza nguvu za jeshi lake kwa sheria mpya inayoruhusu kuandikisha wanajeshi wa akiba milioni 2 hata wakati wa amani. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kumkosoa Putin akisema uchumi wa Urusi uko katika hali mbaya na vita lazima vikome. Uingereza nayo imeongeza msaada kwa Ukraini kwa kutuma droni 85,000 na mpango wa dola milioni 645 wa kuongeza uzalishaji wake. Ndege za kivita aina ya Typhoon zitaendelea kuwa sehemu ya ulinzi wa mashariki wa NATO hadi mwishoni mwa mwaka huu, huku anga za Ulaya zikizidi kuwa na msongamano na mvutano. Uamuzi wa wiki hii mjini Brussels unaonyesha ni kwa kiwango gani NATO iko tayari kwenda mbali zaidi ili kuizuia Urusi. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.